Waislamu wengi wamepotea na wakaingia katika ushia kwa sababu ya vichinjwa. Na hii ni tanbihi kwa matajiri wa kisalaf, matajiri wa Kiislamu ambao wako katika manhaji ya sawa, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kuwa na mali. Tumieni mali zenu kuhakikisha mnaeneza Uislamu, mnaeneza sunna kwa mali zenu vijijini. Watu wanapotea, wanaingia katika ushia kwa sababu ndogo, sababu duni, mbuzi tu, kipande cha mbuzi. Mnashindwa nini nyinyi na mali zenu kupeleka misaada kama hivi vijijini? Jitahidini sana matajiri wa Kiislamu kueneza Uislamu, kueneza dini, kueneza sunna kule ambako watu wa batili wamefika, na nyinyi mfike kwa mali. Sisi tunajitahidi walillahi alhamd, maduati wanafika na wameenea vijijini, wanafanya dawa salafia, na wanawakemea na kuwatahadharisha Waislamu dhidi ya mashia na makundi mengine yaliyopotea. Lakini unakuta baadhi ya Waislamu wanawapiga vita hawa maduati wa sunna kwa sababu wanaongea kalam ma indahum shay, wanaongea mawaidha. Wakiondoka hapo, wanaondoka Waislamu hawana sukari, hawana bahasha. Leo mshia akija, wanaongea maneno machache, wanaacha bahasha, wanaacha na sukari, wanaacha na ng'ombe. Haya, naambie Waislamu wa kawaida wataenda wapi? Illa man sha Allah. Nasallallahu alaihi wa afia. Ni wangapi katika Waislamu watakaopotea kwa sababu hizi? Sasa ni sisi Waislamu tuamke, na hasa wenye wasaa, kutumia mali zao kuwasaidia Waislamu wenye hali ya chini sana. Sasa ni wengi katika Waislamu wanaingia katika ushia kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya njaa.